Tunakushukuru kwa ajili ya wakati mwingine tena ambao tumeupata wa kuwepo mbele zako. Pokea sifa, utukufu na heshima kwa ajili ya siku hii njema. Siku ambayo Mungu umeifanya kwa utukufu wa jina lako. Sisi ni watu wa maandiko. Sisi ni watu wa Biblia. Sisi ni watu wa Agano Jipya. Sisi ni watu wa Yesu ambao tunaamini katika nguvu za Mungu ya kwamba kupitia uchaji na kujitoa kwa Mungu kuna kibali na favor katika jina la Yesu. Hivyo ni maombi yetu na sala yetu ya kwamba Mungu unatusaidia katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba Bwana unatupa neema ya kuweza kuwa ni watu ambao tunabeba makusudi ya Mungu na kuyafikisha mahali ambapo Mungu umekusudia katika jina la Yesu. Siku hii tena Mungu sema nasi na kanisa lako tunasikia. Kwa jina la mtakatifu Yesu tumeomba, kanisa tuseme amina. Pale ulipo naomba ukae. Bwana Yesu asifiwe. Kama ambavyo nilikuwa nimeahidi ya kwamba leo nitakuwa nazungumza aina mbili za wanawake waliobeba kusudi. Aina mbili za wanawake waliobeba kusudi. Ukiangalia katika Biblia ni kama tuna aina tatu ya wanawake. Kwa maana gani? Kundi la kwanza la wanawake ni wale ambao wamebeba kusudi la Mungu. Kundi la pili la wanawake ni wale ambao wamebeba kusudi la Ibilisi. Na kundi la tatu ni kundi la kawaida. La wa kawaida kabisa, yani ni watu ambao hawajui wala hawana madhara makubwa wala hawatakuwa na mguso mkubwa wa kinamna hiyo. Lakini haya makundi mawili ambayo nataka tuyaangalie leo ndio makundi ambayo yenye mguso sana katika jamii. Ni makundi ambayo yana mguso wa aina yake. Katika lile kundi la kwanza la wabebaji wa kusudi la Mungu ni wale ambao wana mguso chanya kabisa katika Mungu, ambao unaweza kujifunza kwao na ukaiga habari zao. Leo unapozungumza juu ya wanawake ambao walibeba kusudi la Mungu, utaanza mbali sana. Utaanza mbali sana. Utaanzia kwenye maisha ya kina Sara huko, ya kina Rebeka, utaendelea hivyo ukafika mpaka kwenye maisha ya kina Mariam mamake Yesu, kina Elizabeti mamake Yohana, kina Priscilla mke wa Akila, wa kina Lydia na kadhalika. Lakini pia unapozungumza kuhusu wanawake ambao wamebeba kusudi la Ibilisi na wamekuwa na ushawishi mkubwa wa kutisha sana katika ulimwengu, huwezi kukosa kuzungumza juu ya mwanamke kama Delila. Huwezi kukosa kuzungumza kwa sababu ndio mtu ambaye ametumika kuliharibu kanisa lilokuwa linaongozwa na Samson na kumuingiza Samson kwenye mikono ya Wafilisti. Huwezi kukosa kuzungumza habari za mtu huyo. Lakini hutaacha kuzungumza juu ya mwanamke alikuwa anaitwa Yezebel, ambaye alikuwa ni mke wa mtu anaitwa Ahabu, mfalme wa Israeli, ambaye kwa asili yake huyu mama anatokea Sidoni. Jinsi ambavyo alifanya vitu vya vituko sana na kuleta vitisho kwenye maisha ya watumishi wa Mungu kama Elia. Jaribu kuwaza leo hii Elia ni mmoja katika watu ambao walibeba kusudi la Mungu, na ni watu ambao wameleta challenge kubwa sana kwenye maisha ya kanisa. Na hata kuna watu na hata kuna makanisa ambao kila siku maombi yao wanaomba tu Mungu wa Elia, lakini wanasahau kwamba alifukuzwa na Yezebel. Wanasahau. Unajua Yezebel ndio ambaye alitengeneza kesi ya kumuua Naboth na kuchukua shamba la yule baba. Yezebel ndio mwanamke ambaye kwenye Biblia anatajwa wa kwanza kupaka wanja kwenye macho yake na lipstick kwenye mdomo wake na kwenda kukaa gorofani wakati Yeo anakuja kwa ajili ya kutaka kufanya maangamizi kwenye maisha yake. Yeye anafikiria mambo ya mzaa kwa sababu ya ukahaba na roho chafu alizonazo, anamrembulia macho Yeo. Wanja sio kitu kilichotokea juzi au miaka 2000 iliyopita. Ni miaka maelfu iliyopita Yezebel alikuwa na upaka. Lipstick sio kitu cha juzi. Ni miaka mingi iliyopita Yezebel alikuwa anapaka. Na akiwa ajui, kwa sababu alikuwa anajiona ni mjane wa mfalme Ahabu. Kwa hiyo pengine yeye anaweza kuwa anakuja kutaka kunichukua. Hajui kama yeye anakuja kumpromosha na kummaliza. Kwa hiyo lazima ujue wewe ni mwanamke wa namna gani au ni mwanamume wa namna gani. Umebeba nini? Ni wale nomo, wale wa kawaida kabisa, au wale ambao wana kusudi la Mungu maishani mwao.
Lazima ujue. Haijalishi familia ambayo umezaliwa. Haijalishi. Unajua unaweza kusema kwa sababu nimezaliwa kwenye familia maskini, familia ambayo haijasoma, naweza nisiwe na kusudi. Makahaba wakubwa duniani wametoka kwenye familia maskini pia, ambao wana ushawishi wa dhambi na uovu duniani. Tunasikia leo wanajiita ma celebrity. Sio wote wametoka familia matajiri. Wengine tunapoangalia historia zao, wametoka kwenye vibanda vya nyasi. Lakini tazama ushawishi wao katika dhambi. Unaweza ukawa mwanamke au mwanamume ambaye umetoka kwenye familia maskini sana, familia duni sana, lakini ukalibeba kusudi la Mungu kwenye maisha yako na ukaleta mtazamo chanya kwa watu wa Mungu ambao watakutaja maisha yako yote. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Na kwa kuanzia nataka nizungumze juu ya wanawake wawili. Wa kwanza mama wa Samson na wa pili Delila. Hapo nitakwenda kwenye line hiyo. Tutaongozwa na wanawake hao wawili. Ambao mmoja ambaye ni mama yake Samson, mke wa Manoa, hakutajwa jina, lakini yeye ndio alikuwa amelibeba kusudi la Mungu la kumleta Samson. Na aliyafanya yote ambayo Mungu alitaka ayafanye. Hakuacha hata kimoja. Kwa sababu aliambiwa ya kwamba hivi ndio unapaswa kuwa, ili kwamba aina ya mtoto ambaye tunamtarajia atokee. Nisikilize. Kuna wakati ambapo wewe uelewi. Sio swala tu la kubeba mimba na kupata mtoto. Ni swala la kujua kwamba aina gani ya mtoto ambaye nitamleta katika dunia. Anaweza kuwa mmoja lakini akawa ni mtoto wa namna pekee. Unaweza kuwa wawili au watatu au wanne au watano lakini watoto wa maana, na unaweza kukuta mtu na watoto 10 lakini wote ni mzigo kwa mama kwa sababu ni walevi. Au wote ni mzigo kwa mama kwa sababu ni wachawi. Wote ni mzigo kwa mama kwa sababu miongoni mwao kuna makahaba, kuna watumia madawa ya kulevya, kuna wezi, wanaitamani mama wao afe haraka ili warithi au baba wao afe haraka ili warithi. Lazima ujue kwamba nakwenda kubeba mimba hii kwa sababu gani? Na kwa lengo gani? Sio swala tu la kusatisfy wakwe au kuridhisha mume au kuridhisha ndugu kwamba na mimi nina mtoto. Ni swala kumuuliza Mungu ya kwamba wakati wangu kwa na watoto umefika, na mtoto ana magani Mungu ananipa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu hatuelewi vitu hivi. Hatuelewi. Na kwa sababu hatuelewi, tunajikuta wakati mwingine tunapita kwenye matatizo makubwa kwa sababu ya uzazi. Umezaa wakati ambapo mwenyewe hujawa tayari. Ndio maana unasikia watoto wanatupwa jalalani. Watoto wanauawa, watu wanatoa mimba kwa sababu hawajawa tayari. Wangekuwa wanaelewa ya kwamba huu ni wakati wangu ulio tayari, wasingeua watoto wao. Usingewakuta majalalani. Lakini kwa sababu hawajui, wanafanya hivi. Na matokeo yake wanakuja baadaye sasa, wakiwa tayari sasa, wanakuta wakati ambapo wako tayari wale watoto walisha tumboni. Au wakati ambapo wako tayari hakuna tena uwezekano. Ndio maana kila katika maisha ya mwanadamu liko kusudi ambalo linafuata maisha yake. Asipojitambua ataishi nje ya kusudi lake. Kwa mfano mtu kama Samson, kabla ya mimba yake, mama yake mzazi na baba yake waliambiwa kusudi la huyo mtoto. Kwa nini anakuja Samson? Kumbuka mkewe Manoa alikuwa na mtoto, alikuwa tasa. Kwa hiyo wazazi walijua kusudi la kuja kwa Samson mapema mno kabla hata Samson hajazaliwa. Na akasubiriwa Samson mpaka akazaliwa. Alipozaliwa wazazi wake akamwambia ya kwamba wewe ni mtu wa namna fulani, umekuja hapa kwa kusudi na utunze siri za kusudi la kuja kwako. Yeye akafikiri ni mtoto kama mtoto wa kawaida, akaanza kuishi. Alipofikia umri wa kuanza kujitambua, wa kuanza kujitegemea, akaanza kuishi maisha ambayo sio yale ambayo yalimleta. Unajua, alitobolewa macho kabla ya kifo chake. Alinyolewa nywele kabla ya kifo chake. Alisagishwa ngano na Wafilisti kabla ya kifo chake. Alipitia mateso kwa sababu hakujua kusudi. Nisikilize. Kuna watu ambao wanapitia mateso kwa sababu hawajui kusudi la kuwepo kwao. Hawajui kabisa. Na hata wakati mwingine wazazi hawaambii watoto kwamba kwa jinsi ambavyo wewe umezaliwa, katika mtazamo wa mimi mzazi wako, nina makusudi ya kukuona unakuwa tegemeo langu. Wazazi hawaambii watoto, wanasubiri kudra za Mwenyezi Mungu.
Kwa hiyo hata wakati mwingine hawajui mtoto yupi ambaye atakuwa tegemeo na yupi ambaye atakuwa sio tegemeo. Lakini kama wazazi wangekuwa wanaelewa kwamba na watoto wawili, watoto watatu, mtoto mmoja, unamwambia kabisa ya kwamba Mungu amekuleta kwenye maisha yangu kwa ajili ya kusudi hili. Uje unisaidie, uje unitunze, uje unilee. Kwa hiyo maisha ambayo nayatarajia uishi ni haya. Usinivunje moyo. Usiingie katika ulevi, usiingie katika uzinzi, usiingie katika uasherati, usiingie kwenye madawa kulevya, kwa sababu najua kwamba ninapokuwa mzee, nitakapokuwa sijiwezi, wewe ndio ambaye nakutegemea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa sababu watu hawajui makusudi yote hata kwa watoto wao kwa nini wamekuja. Kwa hiyo unakuta watoto wanakuwa kiolela. Hata kama wakifanikiwa huko mijini, hawajawahi kumsikia mama akimwambia kwamba tangu akiwa mdogo kwamba wewe ni mmoja kati ya watoto ambao nitakuwa nakutegemea kwenye maisha. Ukimwambia huyo mtoto tangu utotoni, haitamtoka hiyo. Ndio maana Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee, hata iacha. Unalalamika kata shakuwa watu wazima, washaingia kwenye majukumu, waambie wakiwa wadogo. Na nini unafanya kwa wanangu? Unawaeleza, nawekeza kwenu kwa sababu najua na mimi nitakapokuwa nahitaji msaada kwenu, wakati ambapo mtafikia kujiweza, mtawekeza pia kwangu. Kile kitu kinaingia moja kwa moja kwenye moyo wa mtoto, kinaingia moja kwa moja kwenye akili ya mtoto ambaye bado safi, haijanajisiwa. Na utashangaa huyo mtoto atakuja kuwa mtoto wa baraka kwenye maisha yako. Unakuja kusema kashakuwa mkubwa, kashakubuku kwenye dhambi, kashakubuku kwenye uovu. Mimi nikuzaa, mimi nikusomesha, inayoje nisaidie. Lishakubuku katika mabaya. Hata useme nini kama unampigia tu mbuzi gitaa. Yanaingilia huko, yanatokea huko, jamaa anasepa. Wala hafuatilii chochote. Tutaanza kumwangalia huyu mama katika kitabu kile cha Waamuzi, sura ile ya 13. Mistari ni mingi mno. Waamuzi sura ya 13. Mstari kuanzia wa 2. Waamuzi sura ya 13 kuanzia mstari wa 2. Palikuwa na mtu mmoja, Sora, wa jamaa wa Midian, wa Dani, jamaa wa Dani. Jina lake akiitwa Manoa. Na mkewe alikuwa tasa, hakuzaa watoto. Sasa huyu mama alikuwa anaendelea kuomba kwa ajili ya kupata mtoto. Hatuelezwi kama alikuwa anajua kwa nini alikuwa amechelewa kupata mtoto. Lakini malaika anapokuja kukutana na huyu mama, anatoa taarifa ya kwamba huyu mama alikuwa tasa, hawezi kuzaa. Kama kuna mama ananisikiliza kupitia Mvua za Baraka, kama kuna mwanamke ananisikiliza ambaye amekuwa muda mrefu akitafuta mtoto na hapati, uliza mbele za Mungu. Muulize Mungu, itanichukua muda wa miaka mingapi kabla sijapata mtoto wangu, kuliko kustruggle alafu unapoteza pesa kwa waganga, wakati Mungu anajua ya kwamba baada ya miaka 10 anakwenda kukupa mtoto. Wakati unahangaika sana, wakati unateseka sana, mwaka wa 3 wa ndoa, mwaka wa 5 wa ndoa, uliza mbele za Mungu kwamba Mungu, nitakuwa katika hali hii kwa muda gani? Na Mungu akikuvuvia akakupa majibu ya kwamba itakuchukua miaka 10 au miaka 7, relax, tulia. Subiri aliyesema ili atimize. Lakini mara nyingi watu hawaulizi Mungu, wanauliza waganga, wanauliza wachawi, wanauliza apiga ramli, wanauliza apiga bao. Na hao wanachoambia kwa urahisi tu kwamba umelogwa. Sikiliza, sio kila tasa amelogwa. Huyu mama alikuwa tasa, kulogwa. Sara alikuwa tasa, kulogwa. Rebeka alikuwa tasa, kulogwa. Tena kwa bahati mbaya inaonekana kwamba kizazi cha Ibrahimu kilikuwa na uvuvio na upako kwa wanawake wenye shida ya utasa. Kwa hiyo inawezekana hata kwenye vizazi vyenu ya kwamba kuna tatizo la utasa, inawezekana. Hao katika nyumba wanakwenda kuolewa, hiyo familia huwa inaongozwa kwa watu wenye utasa, wachukue muda mrefu, muendelee kufurahia maisha mpaka hapo ambapo Bwana anaingilia kati. Kwa sababu kumbuka, Ibrahim mkewe alikuwa tasa sana. Lakini tazama mtoto wa Ibrahim, Isaka, akaenda kuoa Rebeka, naye alikuwa tasa, azai. Mpaka Biblia inasema Isaka akaomba kwa ajili ya Rebeka mkewe. Alipoomba Mungu akajibu. Rebeka akazaa pacha wawili, ambaye ndio akapatikana Esau na Yakobo. Naye Yakobo akaenda kuoa yule mkewe wa kwanza, anaitwa Raheli, aliyempenda.
Ingawa pia baadaye alipigwa changa la macho, unafahamu. Alibadilishiwa. Baada ya kupewa Raheli akapewa Lea. Yule Raheli ambaye alimpenda yeye pia alikuwa tasa. Akazaa mtoto wa kwanza mwishoni anaitwa Yusufu. Mtoto wa pili anaitwa Benjamin na akafa. Sasa unaona anaiti hiyo familia ya Ibrahim. Wanapenda wanawake wazuri lakini wenye utasa. Ukiangalia sifa zao wote kuanzia Ibrahim, yeye anasema Sara alikuwa mzuri wa uso. Rebeka alikuwa mzuri wa uso. Mjukuu tena ndo akawa kabisa ameingia kwenye mtego. Anataka wazuri sio wa uso mpaka kila kitu kizuri. Kwa hiyo akaenda akamchagua Raheli akasema huyu Lea mimi simtaki kwa sababu macho yake hayaoni vizuri. Akaambia huyu ambaye haoni vizuri ndo mwenye watoto. Umeelewa? Huyu ambaye anaona vizuri hana watoto, sasa chagua. Alipoingia gizani akasogezewa Lea. Yule ambaye mwenyewe amejifikiri amempenda kupita wote, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tano hamna kitu. Sasa ikawa Raheli kazi yake kumkamata Yakobo na kumtikisa. Nipe watoto, kama sivyo nakufa. Nipe watoto, anamtikisa kila siku mume wake. Mbona ukilala na dada yangu Lea unazaa, huku mimi unifanyii sawa sawa? Nipe watoto. Yakobo akawa anachanganyikiwa, nifanyeje? Unajua kilichotokea? Mungu akasikia sala yake yote. Hakusikia nusu, sema yote. Mungu akasikia sala yote. Unataka watoto na mauti, yote unapata. Akazaa mtoto wa kwanza anaitwa Yusufu. Akafurahi. Alipokuwa anazaa mtoto wa pili na mauti ikatokea kwa sababu aliomba yote. Nipe watoto kama sivyo nakufa, acha ufe. Usiombe ovyo. Kwa nini usiishie nipe watoto? Ukaishia hapa. Nipe watoto kama sivyo nakufa. Okay. Watoto watagharimu roho yako, hamna shida. Watakuja afu watagharimu roho yako. Kwa hiyo akapotea. Mke wa Manoa alikuwa hana mtoto. Na hatuoni hawa watu wawili kama walikuwa wanapata shida sana, ingawa lazima walikuwa wanapitia shida za kimawazo na usongo wa mawazo kwamba kwa nini tupate watoto. Malaika wa Bwana mstari wa 3. Malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke akamwambia, tazama, wewe sasa utasa. Uzae ndio. Lakini utachukua nini? Mimba. Naye utazaa mtoto mwanamume. Basi sasa jihadhari. Sikiliza huyu mwanamke ambaye sana anabeba kusudi la Mungu. Basi sasa jihadhari. Na kuomba usifanye nini? Usinywe divai wala kileo, wala usile kitu kilicho najisi. Kwani tazama utachukua mimba, na utazaa mtoto mwanamume, na wembe usipite juu ya kichwa chake, maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni, naye ataanza kuokoa Israeli na mikono ya Wafilisti. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Angalia aina hii ya masharti anayopewa huyu mama. Na kwa taarifa yako, ndio anasema wako wanawake wanabeba makusudi ya Mungu. Huyu mama alipochukua mimba hakunywa kileo, hakunywa divai. Alipomzaa mtoto tunaambiwa wembe hakuruhusu upite kichwani. Kwa sababu ni mwanamke ambaye kabeba kusudi la Mungu. Nisikilize, ujui ulichokibeba, ujui moyoni mwako. Na wakati mwingine unajidharau, wakati mwingine unajitazama katika viwango vya chini. Lakini Mungu anajua ya kwamba kuna kitu umebeba. Kuna kitu umebeba. Ni kwa sababu hujadhihirishwa pengine kuzungumza, hujadhihirishwa pengine kufanya kitu fulani, lakini kuna kitu umebeba lakini hujui. Kanisa lazima lijue ya kwamba tunao kina mama, tunao kina baba, tunao vijana wamebeba kusudi la Mungu maishani mwao. Wembe upiti kichwani, kileo wala divai haingii. Na ndio maana Mungu amekuwa akisema na kanisa wakati wote, msilewe kwa mvinyo, bali mjazwe Roho. Lakini bado watu wanalewa kwa sababu hawajui walichokibeba, kwa hiyo wanaharibu ile kusudi la Mungu maishani mwao. Biblia inasema usherati usitaje kwenu kamwe, wala matendo yanafanana na hayo. Kama unafanya usherati ni kwa sababu hujui ulichokibeba, ndio maana unaharibu kusudi la Mungu ya maisha yako. Huyu mama alipoambiwa na malaika ya kwamba usinywe kileo, usinywe divai, usile chakula chochote kilicho najisi, wala wembe usipite, masharti manne huyu mama aliyatunza kwa miezi 9. Ukisoma mpaka mstari wa 14, ulifika wakati
malaika pia akaja mara ya pili, kwa sababu waliomba ili kwamba ajitokeze na mume wake akutana naye. Alipokuja malaika mara ya pili, malaika akasisitiza lile lile ya kwamba utunze tu hayo masharti. Nisikilize, kutunza masharti kunaleta baraka. Amen. Nasema kutunza masharti kunaleta baraka. Amen. Aidha aliyekupa masharti yupo au hayupo. Nisikilize, malaika huyu aliyekuja kutoa masharti, Manoa baba wa Samson aliomba ili kwamba na yeye akutane na huyu malaika. Na malaika akaja mara ya pili, lakini Biblia inasema alipokuja mara ya pili kukutana na Manoa na mkewe, baada ya kuondoka malaika akurudi tena. Tutasoma. Nisikilize, kutunza masharti ya Mungu sio kwa sababu mchungaji yupo. Kutunza masharti ya Mungu sio kwa sababu kiongozi wa kiroho yupo. Malaika alipokuja kusema akuwa msimamizi tena wale masharti, Biblia inasema akaondoka akurudi tena. Unaposikia masharti ya Mungu yatunze wewe mwenyewe. Amen. Aidha mchungaji yupo ama hayupo, tunza. Amen. Kiongozi wa kiroho yupo ama hayupo, tunza. Wewe mwenyewe tunza. Amen. Nitakuonyesha leo. Ukisoma katika mstari wa 7. Mstari wa 7. Au tunaweza tukaruka tukaenda mbele zaidi. Lakini tuangalie mstari wa 6. Ndipo yule mwanamke akaenda akamwambia nani? Akamwambia mume wake. Akasema mtu mmoja alinijia na uso huo akaeleza vile yule mtu alipokuja. Mstari wa 7. Lakini aliniambia tazama, utachukua mimba nawe utazaa mtoto mwanamume. Basi sasa usinywe divai wala kileo. Anaeleza masharti yote alikuwa ameambiwa huyu mama, maana alitokewa yeye. Sasa njoo kwenye mstari ule wa 9. Tuanze mstari wa 8. Ndipo huyo Manoa akamwomba Bwana akasema, Bwana, na kuomba yule mtu wa Mungu uliyemtuma na aje kwetu mara ya pili, atufundishe hayo yatupasayo kumfanyia huyo nani? Mtoto atakayezaliwa. Akaomba aje mara ya pili. Mungu akasikiza sauti ya Manoa, naye malaika wa Mungu akamwendea yule mwanamke tena alipokuwa anaketi shambani, lakini mumewe Manoa hakuwepo pamoja naye. Basi huyo mwanamke akaenda haraka, akapiga mbio na kumwambia mumewe, akasema, tazama, huyo mtu amenitokea, huyo aliyenijilia siku ile. Basi Manoa akainuka akamwandama mkewe na kumfikiria mtu huyo, akamuuliza, je, wewe ndiwe mtu yule uliyenena na huyu mwanamke? Akasema, naam, ni mimi. Manoa akasema, basi sasa haya maneno yako yatatimia, yatakapotimia, je, huyo mtoto atakuwa na namna gani, na kazi yake itakuwa ni nini? Malaika mstari wa 13, malaika wa Mungu akamwambia Manoa, katika hayo yote niliyomwambia huyo mwanamke na ajihadhari nayo. Anasisitiza yale masharti. Amen. Yote niliyomwambia huyo mwanamke na ajihadhari nayo, asile kitu chochote. Asile kitu chochote kitokacho katika mzabibu, wala asinywe divai wala mvinyo, wala asile kitu chochote kilicho najisi. Na hayo yote niliyomwamuru na ayatunze yote. Manoa akaanza kumuuliza hapa na kumwambia maneno mengi. Lakini tazama kilichotokea. Ni mstari ya chini kidogo. Mstari wa 21. Lakini malaika wa Bwana hakumtokea Manoa tena wala mkewe. Hakuwatokea tena. Baada ya kuthibitisha mara ya kwanza na ya pili, miezi 9 yote ya mimba, mke wa Manoa yuko mwenyewe tu. Huenda usiku alikuwa anaomba yule malaika, njoo tena, labda hii mimba inanisumbua, labda mtoto kakaa vibaya, labda mtoto anafanya vita kwenye tumbo. Lakini hakuja tena. Lakini kumbuka malaika alisisitiza tu ya kwamba hayo niliyosema yatunze. Wakaendelea kuyatunza kwa miezi 9 mpaka Samson anazaliwa. Wabebaji wa kusudi la Mungu, wanawake wabebaji wa kusudi la Mungu, wanaume wabebaji wa kusudi la Mungu, wanatunza masharti, wanatunza amri za Mungu hata bila kusimamiwa. Hawasubiri mtu wa kuwasukuma, wenyewe tu
wanajua ya kwamba kwa kutunza haya kuna baraka, kwa kutunza haya kuna upenyo, kwa kutunza haya kuna mafanikio, kwa kutunza haya kuna upako. Kwa hiyo lazima nitunze. Sisubiri malaika kila asubuhi aniambie, kila wiki aniambie, kila mwezi aniambie. Alishasema mambo manne, nisijitie unajisi na baki na hilo. Sio kwamba nakutana naye kila mwezi na wakabaki na hilo na wembe haukupita kichwani. Muulize mwenzio, je, wewe ni mtu ambaye unabeba kusudi la Mungu? Wabebaji wa kusudi la Mungu wamemaanisha. Na ndio watu watakaotumiwa. Ndio watu watakaotumiwa. Iwe wako sirini au wako hadharani. Wawe nyumbani au wawe kazini. Wawe safarini au wawe njiani. Mungu atawatumia kwa sababu wamebeba kusudi lake. Na unapobeba kusudi lake, yeye anakulinda. Hata ruhusu uingie katika mauti kabla ya kusudi lake. Hata ruhusu udhulike kabla ya kusudi lake. Ukitoka nje ya kusudi lake, utakutana na hayo yasema. Mauti, madhara, magonjwa, shida, adha. Lakini ukikaa kwenye lile kusudi na umelibeba na unasema hili ndilo Bwana aliniambia ya kwamba nihubiri injili. Hili ndilo Bwana aliniambia nitunze utakatifu. Hili ndilo Bwana aliniambia niombe. Hili Bwana aliniambia niwe mwaminifu. Ukatunza hayo, kwa taarifa yako nataka nikwambie utatunzwa na Mungu. Amen. Utahifadhiwa na Mungu. Huyu mwanamke akabeba masharti kwa muda wote. Akayatunza mpaka mtoto akazaliwa. Sema amina. Amen. Sema amina. Nitakuonyesha laini ya wanawake wa aina hii ambao walibeba masharti, wakayatunza masharti mpaka siku ya Bwana, mpaka siku ya utimilifu. Mstari wa 24, basi yule mwanamke akazaa mtoto mwanamume, akamwita jina lake Samson. Mtoto huyu akakuwa, Bwana akambarikia. Roho ya Bwana ikaanza kumtarakisha. Kwenye lugha ya Kiingereza anasema roho ya Bwana ikaanza kutembea juu yake. Roho ya Bwana ikaanza kufanya kazi kwa sababu mama ametunza masharti. Roho ya Bwana akaanza kufanya kazi ndani ya Samson kwa sababu ya mama aliyetunza masharti. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Mama kanisa akitunza masharti, Mungu ataanza kutembea. Kanisa likitunza masharti, wazee wa kanisa wakitunza masharti, viongozi wakitunza masharti, watu wa rohoni wakitunza masharti, Mungu ataanza kutembea. Amina. Wala nguvu ya Mungu hatutaitafuta, itaanza kutembea yenyewe. Na tutaiona inajidhihirisha wazi, wala si kwa uficho. Alipozaliwa tu Samson, kwa sababu mama ametunza masharti, Biblia inasema Roho wa Bwana akaanza, kwanza Roho wa Bwana akambariki Samson. Maisha yake akayabariki. Kumbuka akaja kuwa mwamuzi wa Israeli. Maisha yake akabarikiwa. Lakini pili, Roho wa Bwana akaanza kuflow. Roho wa Bwana akaanza kutembea. Roho wa Bwana akaanza kujidhihirisha. Kama kutakuwa na utakatifu kwa wazee wa kanisa, kama kutakuwa na utakatifu kwa viongozi wa kiroho, Roho wa Bwana ataanza kutembea kanisani. Amen. Wala tutumii nguvu. Tutamwona Roho akimove, Roho akitembea, Roho akiponya, Roho akiokoa, Roho akiuisha, Roho akifanya vitu vikubwa ndani ya kanisa. Amen. Lakini unajua kitu gani? Aliibuka mwanamke upande wa Ibilisi. Anaitwa Delila. Ambaye kwa bahati mbaya Samson hajui kazi kubwa mama yake aliyoifanya. Ya asili ya zile nguvu sio za Samson, ni za mwanamke aliyebeba kusudi. Nisikilize, kama tutakuwa na wanawake waombaji kanisani, nguvu za uponyaji sio kwa sababu ya mchungaji yuko madhabahu, ni kwa sababu ya kina mama wanaefanana na Ana binti Fanuel, ambaye usiku na mchana wanaomba. Biblia inasema wanakesha naomba. Biblia inasema huyu mwanamke anaitwa Ana binti Fanuel alikaa na mume wake kwa miaka 7. Na baada ya miaka 7 mume akafa. Huyu mama akadecide ya kwamba sitaolewa, kazi yangu itakuwa moja, kudumu kanisani na kuomba. Wao ndio wanaharakisha ujio wa Yesu. Wao ndio walikuwa wanaomba kwa ajili ya Masihi. Kama kutakuwa na kina mama kanisani, aidha hapo katika ndoa, aidha kwa usingo, aidha wale watoto peke yao, lakini kama watamaanisha kwenye maombi
usiku na mchana zitaonekana nguvu kanisani zinatembea, sio kwa sababu ya yule mchungaji. Nguvu za Samson sio kwa ajili ya Samson, kwa sababu ya yule mama aliyejizuia kunywa kileo, aliyejizuia hata kunywa divai nzuri, mzao wa mzabibu, divai nzuri, akajizuia kunywa, akajizuia vyakula vyote najisi, vyote vilivyotajwa kwenye Biblia Agano la Kale, akajizuia na akasubiri mpaka miezi 9. Sema amina. Mwambie jirani yako, nitasubiri. Mwambie nitasubiri mpaka utimilifu wa dahari, ili kwamba Mungu anitumie, Mungu akutumie. Subiri na utii na utekeleze masharti. Sema amina. Samson pamoja na watu tunamtaja, alikuwa na nguvu za ajabu, alikuwa na nini? Mtunzaji wa zile nguvu alikuwa baba yake na mama yake. Watu ambao walibeba kusudi kwenye maisha yao, na sio kusudi la kawaida, walibeba kusudi la Mungu. Sema amina. Mwambie jirani yako, nitabeba kusudi la Mungu. Nasema nitabeba kusudi la Mungu. Lakini upande wa pili wako wabebao makusudi ya shetani. Nao ni wanawake au ni wanaume? Wanabeba kusudi la Ibilisi ili kuzivunja kazi za Mungu. Na kwa bahati mbaya, hawa wajumbe wa shetani wanaweza kuwaangusha hata watiwa mafuta ya Bwana. Ndio maana lazima kanisa liwe na waombezi kwa ajili ya watiwa mafuta ya Bwana. Kwa sababu kuna wanawake wamebeba makusudi ya Ibilisi kuangusha watiwa mafuta, na wengi wameangushwa, akiwemo Samson. Wengi wameangushwa, akiwemo Daudi mwana wa Yese. Wengi wameangushwa wakapotea. Utamwona huyu mwanamke ambaye alibeba kusudi la Ibilisi anaitwa Delila. Angalia katika Waamuzi sura ya 16. Waamuzi sura ya 16 mstari wa 4. Ikawa baada ya hayo akampenda mwanamke mmoja katika bonde la Soreki, jina lake akiitwa Delila. Nao wakuu wa Filisti wakamwendea. Sikiliza, huyu mama ana special assignment kutoka kwa Filisti. Wakamwambia, mbembeleze upate kujua asili ya nguvu zake nyingi, na jinsi tutakavyoweza kumshinda, tupate kumfunga na kumtesa, nasi tutakupa kila mtu fedha 1,100. Oh, a lot of money. Fedha 1,100. Wafilisti wote watatoa, wanachangishwa. Halafu unajua wakati mwingine kuna vitu vya ajabu sana. Adui yako anakutega kwa mambo ya kukuangusha. Sikiliza assignment aliyopewa Delila, sikiliza kazi aliyopewa Delila, kwamba muulize asili ya nguvu zake ili tuweze kumtesa. Kama mtu ambaye wa kawaida unapoulizwa tu unaanza kuona hapa kuna kitu. Na huyu Delila akachukua kama ilivyo. Mstari wa 6, Delila akamwambia Samson, tafadhali uniambie asili ya nguvu zako nyingi na jinsi uwezavyo kufungwa ili uteswe. Halo? Uniambie asili yako ya wokovu ili nitengue hivyo kitu, alafu tukuloge. Uniambie nifanye kitu gani ili wewe tuweze kukuloga. Unasema mimi kidogo, yani mkifanikiwa kunipa pombe nikanywa mmeniloga. Au kama mkafanikiwa kuniingiza kwenye mapenzi, maana mimi siataki kwa sababu nimeokoka kwanza, nasubiri wakati wa Bwana. Mkifanikiwa hapo mimi nalogeka. Oh, unakwenda na maji. Tazama kwenye mstari wa 15. Mwanamke akamwambia, wawezaje kusema na kupenda na moyo wako haupo pamoja nami? Ukimsikia mkeo anaanza kuambia maneno hayo, lazima utafakari mara mbili. Ukisikia mmeo anaanza kusema maneno hayo, lazima ujue kabisa hapa kuna tatizo, hapa sio bure. Oh, unawezaje kusema mimi nakupenda alafu mimi nataka mambo ya nyuma alafu hutaki? Sikiliza, uwe makini.
Hiyo kauli inatoka sio siku ya kwanza ya ndoa, sio siku ya kwanza ya harusi, inakuja mshaka. Unasema unanipenda, mbona ununui gari? Unasema unanipenda, mbona ufanye hivi? Unawezaje kusema unanipenda na moyo wako hauko pamoja nami? Umenidhihaki mara hizi 3, wala ukuniambia asili ya nguvu zako nyingi. Mstari wa 16, ikawa kwa vile alivyomsumbua kwa maneno yake kila siku na kumuudhi, roho yake ikadhikika hata kufa. Ndipo alipomwambia yote yalikuwa moyoni mwake, kifo kimeingia. Mwanamke kamuini tayari, kanisa linavunjika. Nitampiga mchungaji, kondoo hataki kutawanyika. Amewini. Biblia inasema akamwambia yote. Kazi imeisha, biashara imeisha, shughuli imeisha. Akamwambia yote. Na moja aliyomwambia ni katika yale ambayo mama yake aliyatunza. Sikiliza, ni katika yale mambo ambayo mama yake aliyatunza. Anamwambia sura 17 mwisho pale, wembe, akamwambia wembe haukupita juu ya kichwa changu kamwe, maana mimi nimekuwa mnadhiri wa Bwana. Sikiliza, mama ametunza, mbebaji wa kusudi la Mungu hakupitisha wembe. Aliyebeba kusudi la Mungu anatoa siri, ambaye hajui kusudi la kuwepo kwake akatoa siri zote. Mstari wa 21, Wafilisti wakamkamata, wakamngoa macho, wakatelemka naye mpaka Gaza, wakamfunga kwa vifungo vya shaba, naye alikuwa akisaga ngano katika gereza. Kwisha. Kama ujui kusudi la Mungu kwenye maisha yako, kama ujui umebeba nini kwenye maisha yako, utajiachia kirahisi na mtu yoyote. Nisikilize, hata kama mtu yuko kanisani, sio kila mwanamume anafaa kuwa mume wa wewe, na sio kila mwanamke anafaa kuwa mke wa wewe. Sio lazima uone na uthibitishe huyu ana kusudi kama nilionalo, ana mtazamo kama nilionao, au ataniingiza katika ndoa na baadaye kuniletea matatizo, na baada ya miaka 2 kuniacha, alafu nikalia kuliko nilipokuwa single. Listen, nikalia kuliko nilipokuwa peke yangu. Huyu ananijia na kusema, Bwana ameniongoza kwako. Yehova ndiye huyu. Ndiye huyu. Mbona nimesikia pia amemwambia na dada fulani, nimesikia pia amemwambia na mtu fulani. Mbona nimesikia? Huyu sio. Baada ya miaka 2-3 anakuacha. Umeingia kwenye tanzi ya milele. Umeingia kwenye mwiba wa machozi maisha yako yote, kwa sababu umekwenda kwa mtu ambaye tunasema wrong person. Umeenda kwa mtu ambaye sio. Hajabeba kusudi la Mungu, amebeba kusudi la shetani. Ni Delila. Chochote ambacho kitakutoa kwenye mapenzi ya Mungu ni Delila tu. Kinakutoa kwenye uwepo wa Mungu, unaanza kuwa uchanganyikiwa. Unaweza kusema nitaishije mimi kijana na umri wa miaka 30-35, ndoa imevunjika, nitaishije? Na unaanza kutiwa moyo olewa tena. Lakini Bwana anasema mmeoana katika Kristo ni kifo kinachowatenganisha. Hamjaoana kwenye upagani. Mlioana mkiwa mnafahamu nini mnafanya, na ukakubali. Sasa huyu mtu amebeba kusudi la Ibilisi, ameondoka, amekuacha peke yako. Unajifariji, sikuwa najua, kumbe alikuwa mlevi kwa siri. Ulishaingia, sikuwa najua, kumbe alishawapa dada 3-4 mimba. Ulishaingia.
unakuwa ni mwiba wa kudumu maisha yako. Lazima uulize. Unapotuona sisi leo tunaishi na wake zetu, miaka nenda rudi, na tunaendelea, tuliuliza. Sio kila aliyekuja mbele tulisema ndiye. Tuliuliza. Tulikuwa na interest zetu wenyewe, ambayo tulisema hizi hazina nafasi. Mungu apewe nafasi. Ili aje mwanamke mwenye kusudi, aje mwanamume mwenye kusudi, moja na mimi kwa ajili ya Kristo, tusonge mbele. Hautalia. Lakini akiingia Delila kwenye maisha yako, Samson, unakwenda na maji. Na ndio kilichotokea, macho wakamwondoa. Leo kuna watu wanalia wanaponisikiliza hivi. Wanalia. Wanalia. Na hata wengine walipata saini ya kwamba huyu mume sio mwaminifu, huyu kijana sio mwaminifu, huyu dada sio mwaminifu, lakini wakajifanya moyo mgumu, wakasonga mbele, wakiamini kabisa kwamba kutakotokea mabadiliko. Mabadiliko gani? Kwa mtu anobeba kusudi la shetani. Unataka Delila abadilike? Wakati ameahidiwa vipande, ameahidiwa fedha 1,100 kwa kila Mfilisti, anakwenda kuwa bilionea. Anabadilikaje? Anabadilikaje? Ana special assignment, ana kazi maalum amepewa. Utamwambia nini? Anajua motoni acha niende. Kuzimu ndio sehemu yake, anajua kabisa, anasema lakini acha kwanza nipige hivi kabisa. Mwambie jirani yako, jihadhari na Delila. Amebeba kusudi la shetani 100%. Sasa nataka nikuonyeshe line kwa kifupi. Aina ya wanawake wabebaji wa kusudi la Mungu, line yao. Muda hautatosha, lakini nitakuonyesha kwa haraka. Tumeshasoma Waamuzi 13 mstari wa 2 hadi wa 14. Umemwona mke wa Manoa wa kwanza. Alibeba kusudi la Mungu kwenye maisha yake, na alitunza masharti. Nisikilize mwanamke, mama unaelea watoto, tunza masharti ya Mungu kwa wanao. Amen. Tatizo kina mama wengi mliopo, hamtunzi masharti ya Mungu kwa watoto wenu. Ni kama mnawadekeza, ni kama mnawapenda sana. Mmoja nilimwambia juzi, hata watoto wafundishi kuombea chakula. Mfundishe mtoto jinsi ya kuvaa tangu utotoni. Ajue kutoka nje uchi ovyo ni kosa. Mfundishe. Mfundishe mtoto tangu utotoni ajue utu ni nini. Mfundishe. Mfundishe ubaya wa pombe, ubaya wa dhambi. Mfundishe mtoto. Mtoto ana miaka 10, kwa nini usimfundishe? Usipomfundisha wewe, TV zinamfundisha. Usipomfundisha wewe, simu zinamfundisha. Usipomfundisha wewe, kina Delila wanamfundisha. Kwa hiyo utakuta mtoto wako anaanza kwenda kwenye maadili sio unayotaka wewe. Kina mama, msiwe nyinyi wenyewe ndio waambukizaji wa uovu kwa watoto wenu. Kadhalika kina baba, msiwe ndio waambukizaji wa uovu kwa familia zenu. Hapa baadaye anasema, "Oh, mimi sikuwa hivi." Ukuwa hivi. Mbona ulikuwa naye tangu utotoni ukumsaidia? Wanawake wabebaji wa kusudi la Mungu. Katika Luka sura ya kwanza. Luka sura ya kwanza mstari wa 11 hadi wa 15. Tasoma tu bila kuwa na muda mrefu wa kufanua kwa sababu ya saa zetu. Luka sura ya kwanza mstari wa 11. Akatokea na malaika wa Bwana akasimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukizia. Zakaria akamwona, alifadhaika, hofu ikamwangukia. Lakini yule malaika akamwambia, "Usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkewe Elizabeti atakuzalia mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yohana." Sikiza sana masharti. Sikiza masharti. Mtoto utamuita jina lake Yohana. Nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana. Hata kunywa divai wala kileo, naye
atajazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni mwa mamaye. Amen. Zakaria anaambiwa hekaluni juu ya mke wake Elizabeth akiwa tayari ni mzee. Anarudi nyumbani, anamwambia mkewe kinachokwenda kutokea, na Elizabeth alitunza yale masharti. Kina mama, mna jukumu la kulea watoto wetu. Mna jukumu la kuangalia watoto wetu. Chunga sana mtoto asiharibikie mikononi mwako. Maana mtoto mpumbavu ni mzigo kwa mamaye. Biblia inasema kwa babaye. Lazima mama uwe mkali wakati fulani. Lazima mama uwe mpole wakati fulani. Lazima mama uwe na upendo wakati fulani kwa mtoto. Lazima mama uwe na kujali wakati fulani. Lazima uwe karibu na wale watoto. Sio wakati wote uko pele hash, umekasirika wakati wote, umeshika kiboko wakati wote. Hapana. Unawafundisha neno la Mungu. Unawafundisha mistari. Unawafundisha vitabu vya Biblia. Sio kutegemea Sunday school. Wafundishe neno kwako. Usionye watoto kama unavyoonya watu wa mataifa. Onya kupitia neno la Mungu. Waonyeshe kuwa Yesu anawapenda. Waonyeshe jinsi Yesu alivyokuwa. Kwa sababu umebeba kusudi la Mungu kwa ajili yao. Nimekwambia tangu awali, asili ya nguvu ya Samson sio Samson mwenyewe. Asili ya uwezo wa Samson sio Samson mwenyewe, ni mama yake aliyekubali kutokunywa divai, kutokunywa kileo, kutokula chakula chote najisi na kutokupitisha wembe. Asili ya uwezo wa akili wa watoto wako, uwezo wa kuja kuwa wakubwa watoto wako katika ulimwengu huu uko mikononi mwako wewe mzazi. Amen. Sisi wazazi ndio ambao tunawekeza nguvu kwa watoto wetu. Ndio ambao watakuwa watu fulani kwa sababu tumeshika masharti ya Mungu aliyetuambia. Lakini ukijiachia utakuja kulia. Ukijiachia, hatuwalaumu kina mama wengi. Hawajui jinsi ya kulea, hawajui jinsi ya kufundisha. Wanachukua tu maneno ya mitaani. Hawajui, hawasomi Biblia, hawafundishi chochote kwamba kuendelea kwa watoto wao kunategemeana na wao. Kama Elizabeth angejinajisi, tusingekuwa na Yohana Mbatizaji. Lakini pia kama Mariamu aliyemzaa Yesu angejinajisi, tusingekuwa na Yesu wa Nazareti. Hiyo unaipata katika Luka sura ile ya kwanza mstari wa 26 mpaka 33. Luka sura ile ya kwanza mstari wa 27 mpaka 33. Lakini wakamlea mtoto katika njia ya Bwana. Wakamchukua Yesu wakampeleka Yerusalemu, wakamwambia hapa ndio tunapoabudu. Yusufu na Mariamu wakafanya sehemu yao. Zakaria na Elizabeth walifanya sehemu yao. Manoa na mkewe walifanya sehemu yao. Wewe pia fanya sehemu yako. Asili ya nguvu ya wanao, asili ya maendeleo ya wanao, asili ya baraka za wanao zinaanzia kwako mzazi, zinaanzia kwako wewe. Ndio watafika mahali fulani. Lakini usipotambua, watakuwa watu wa mitaani. Usipotambua, watakuwa kama kina Delila. Usipotambua, watakuwa watu wasiofaa. Jambo la pili, aina ya wanawake waovu, waangushaji, wabebaji wa kusudi la ibilisi na shetani. Aina ya wanawake waovu, waangushaji, wabebaji wa kusudi la ibilisi na shetani. Katika Waamuzi sura ile ya 16, ukisoma mstari wa 20 hadi wa 21, au kama unapenda utasoma sura kuanzia mstari wa 4 mpaka wa 21, unaona Delila alivyomwangusha Samson. Delila anaweza kukuangusha usiombe. Delila anainyonya nguvu ya kiroho maishani mwako na unabaki mene tekeli na pelesi. Delila alisababisha mnadhiri wa Bwana atolewe macho. Delila alisababisha kanisa likose kiongozi. Delila alisababisha Manoa na mkewe
wakose mtoto ambaye wapekee. Delila. Wanawake ama wanaume waovu wanaleta misiba kwenye familia. Na ndio maana lazima tuombe na tukemee kwa jina la Yesu roho za Delila. Hizi zilete misiba, kuchukua watoto wetu na kutuacha wazazi tukiwa tunalia. Wakamchukulia Manoa mwanae. Wakamchukulia Manoa mwanae. Wakamchukua mtoto wa mke wa Manoa aliyejifunga kwa miezi yote, kumlea kwa miaka yote bila kujinajisi. Delila akamchukua kirahisi. Nasema Delila hatachukua mtu hapa kwa jina la Yesu. Nasema Delila hatagusa mtu kwenye familia yako kwa jina la Yesu. Pamoja na roho yake ya uovu tunamdhibiti kwa jina la Yesu. Wengi wamechukuliwa na Delila. Delila anafundisha watu uasherati. Delila anafundisha watu jinsi ya kuwabembeleza wanaume wa watu na kuwatoa kwenye ndoa zao. Yeye anasema akambembeleza Samson tena na tena, na akamwambia kama kweli unanipenda, mbona unielezi ukweli? Na ndio kina Delila walivyo. Hawa kina baba wana wake zao, hawajajenga nyumba kwa wake zao, lakini wamejenga nyumba kwenye nyumba ndogo. Hawajanunua gari ya familia, akiwa amemnunulia Hawala gari. Kwa sababu Hawala anamwambia, unawezaje kusema unanipenda natembea kwa daladala? Unawezaje kusema unanipenda natembea kwa miguu? Huyu mtu anaambiwa mara 10 kwa siku, mara 20 kwa siku, anajisikia kukereka, anaenda kukopa, anamlia huyo Hawala gari kwa sababu alishajiingiza kwenye mtego wa Delila. Na ukiingia kwa Delila kutoka sio rahisi. Anakushawishi vitu ambavyo unaona kabisa ya kwamba ni vya hatari na vinahatarisha maisha yangu, lakini huwezi kutoka. Ndio maana kina baba wengi wanaingia kwenye nyumba ndogo, wanakujaga kustuka wamepooza, hawana nguvu tena ya kuhusiana na hao visichana hivyo vidogo vidogo vibenteni. Hawana nguvu tena kuhusiana na hivyo virukanjia. Kwa hiyo sasa yuko kwa mke wake wa ndoa, kashapooza, anatembea sasa kama ndege, sasa ndo anakaa nyumbani. Lakini wakati wote akiwa mzima hajawahi kustuka kwamba hapa nilipo sio sahihi. Mpaka wapigwe na magonjwa ndio anastuka. Na hao watu ambao waliwashikilia wakishapigwa na magonjwa, wanajua assignment wamemaliza, huyo hawana habari naye, wanaanza na mwingine. Sikiliza, toka kwenye mikono yao kwa jina la Yesu. Amen. Nasema toka kwenye mikono yao. Amen. Nimekuonyesha Delila ni hatari, lakini Yezebel katika Wafalme wa kwanza sura 21. Wafalme wa kwanza sura 21. Tasoma mstari wa 25 na 26. Wafalme wa kwanza sura 21 mstari wa 25 na 26. Lakini hapakuwa na mtu kama Ahabu aliyejiuza atende maovu machoni pa Bwana, ambaye Yezebel mkewe alimchochea. Yezebel kahaba, Yezebel Msidoni alimchochea akatenda mabaya, akachukiza mno kwa kuzifuata sanamu sawasawa na yote walioyafanya Waamori, Bwana aliyowafukuza mbele ya wana wa Israeli. Unafahamu huyu Delila katika sura ya 19 mstari kuanzia wa kwanza na kuendelea. Sura ya 19 mstari wa kwanza kusoma mpaka wa 3 mpaka wa 4 hadi wa 7, utaona anasababisha Elia akimbie. Elia anakimbia pamoja na nguvu zake zote na ushawishi wake wote. Delila ametangaza, amesema miungu anitendee kama mmoja wapo aliyomtendea Elia, kama sijamfanya yeye awe kama hao waliowaua. Elia habari ikamfikia, akaambiwa Delila ameapa na anajua, akaambiwa Yezebel ameapa na anajua Yezebel ni mwanamke hatari. Yezebel ni mwanamke mwenye ushawishi. Chochote anachomwambia Ahabu anakubali. Ahabu hawezi kuchomoka kwa Yezebel. Ukiingia kwenye mikono ya nyumba ndogo, nisikilize, Ahabu alikuwa na uwezo wa kuoa Israeli, lakini akaenda Sidoni. Ukiingia kwenye mikono ya watu utoki kirahisi. Nasema ni mpaka watu wenye nguvu waingilie kati, waombezi, ndio utachomoka. Lakini ukichomoka, cha moto utakuwa umekiona, utakuwa umeipata fresh, umepigwa ukapigika, unatembea utafikiri nguruwe aliyejeruhiwa hivi. Huwezi tena jinsi ulivyopigika. Ukisoma katika sura ya 21 ya Wafalme pia wa kwanza, utaona Delila huyo
anamnyang'anya mtu shamba lake. Samani, Yezebel anamnyang'anya mtu shamba lake, anaitwa Naboth. Anamnyang'anya shamba kuanzia sura 21 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea. Anamnyang'anya shamba, na sio tu anamnyang'anya, anamuua kwa kupigwa kwa mawe, anamwandikia mashtaka ya uongo. Sikiliza. Mwanamke wa nyumba ndogo hawezi kupenda watoto wako. Hawezi kupenda watoto wako. Ataandika mashtaka mengi ya uongo. Kama Yezebel alipoandika mashtaka ya uongo juu ya Naboth, kwamba akamtukana mfalme, kumbe jamaa akataa kuuza shamba lake tu. Na zikaandikwa nyaraka, watu wakamleta hadharani, wakatoa mashtaka ya uongo, akapigwa kwa mawe mpaka akafa. Usidanganyike. Huyu mchungaji, huyu mke wa sasa, huyu mpenzi wa sasa anawapenda watoto. Muongo. Muongo. Anajifanya anawapenda mbele yako. Ukiondoka uulize watoto wako. Na kwa sababu umeshafunikwa kitambaa cheusi, hutaki hata ukaa na wanao kuwauliza mmekula au hamjala. Umefunikwa na kahaba. Tunakufunua kwa jina la Yesu. Na sasa tunakufunua kwa jina la Yesu. Ufunuke uone na ukimbie kwa mbio si za kawaida. Uchomoke kwa spidi sio kwa kawaida, urudi nyumbani kwako. Ulewa nao na mkeo, ulewa nao na mumeo. Yezebel, mwanamke hatari ambaye usingedhania juu ya utendaji wake wa uovu wa kupita kawaida. Lakini mke wa Herode ambaye alimchukua kwa Herodia katika Mathayo sura ya 14 mstari wa kwanza hadi 11, aliyesababisha Yohana Mbatizaji akatwe kichwa. Mathayo sura ya 14 mstari wa kwanza hadi 11. Herode alichukua mke wa ndugu yake, mdada muovu, anatoka kwa mdogo anaenda kwa mkubwa. Yaani anatembea na familia nzima, kama ambavyo inatokea kwa watu wapi. Huyo mdada ambaye unamyenga kashatembea na mdogo wako, kashatembea na kaka yako, sasa unatembea naye wewe. Ndivyo alivyofanya Herodia, mkewe Herode. Katembea na Filipo, mdogo wake Herode, na bado akaolewa na kaka mtu, na Filipo bado yupo. Na alipoona Yohana anakemea hilo jambo, akasema dawa yake iko jikoni. Siku mtoto aliyemzaa katika ndoa isiyo halali alipocheza vizuri mbele ya baba yake akasema nitakupa zawadi, ambaye ni mfalme Herode. Aliposema nitakupa zawadi, mtoto akaenda kumuuliza mama. Ndio maana anasema lazima umfundishe mtoto vizuri. Alipoenda kumuuliza mama, mama akamwambia ndio siku ya kufa kwa Yohana. Nenda kawaambie baba anataka katika kombe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Wanawake wa ovu, wabebaji kusudi la shetani, wanasababisha watumishi wa Mungu wakatwe vichwa. Wanasababisha watumishi wa Mungu wapitie njaa. Wanasababisha watumishi wa Mungu wapitie mateso. Haitatokea kwenye kizazi chetu kwa jina la Yesu. Herodia akisimama na kusema nataka kichwa cha fulani, anakata kichwa chake yeye kabla ya sisi kwa jina la Yesu. Sisi tutayaona mazishi ya Herodia, yeye ataona mazishi yetu. Sema amina. Sema amina. Tutaona mazishi ya kina Yezebel, tutaona mazishi ya kina Delila. Hawataona mazishi yetu kwa jina la Yesu. Tunapenda kusudi la Mungu, na tunajua kuzitumia nguvu za Mungu. Tunajua kukaa na Mungu. Kwa hiyo tutawakatilia mbali na watapotea katika jina la Yesu. Amen. Mume wako hatatoka mikononi mwako. Nasema hatatoka mikononi mwako. Watoto wako hatatoka mikononi mwako. Watakuwa mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo. Mwisho. Dhibiti utendaji wa wabebaji wa kusudi la Ibilisi. Dhibiti utendaji wa wabebaji wa kusudi la Ibilisi. Yeo alidhibiti. Yeo alimaliza kazi kwa kumsambaratisha Yezebel. Alimaliza kazi.
Lazima ufikie sehemu usimame, umsambaratishe Delila, umsambaratishe Yezebeli, umsambaratishe Herodia ambaye anataka kuharibu watoto wako. Pale uliposimama, mwambie Bwana, nakushukuru kwa ajili ya neno lako, na ninajua nini nimebeba katika maisha yangu. Usijidharau, wewe ni mbebaji wa kusudi la Mungu. Kama umekuwa ukibeba makusudi ya shetani na umefikia sehemu umechoka, tubu ili utoke katika roho ya Yezebeli, utoke katika roho ya Delila, utoke katika roho ya Herodia ambaye alisababisha mauaji ya Yohana Mbatizaji. Inua sauti yako mbele za Bwana na umwambie Mungu, nitasimama katika lile kusudi. Iwe malaika wapo ama awapo, nitatunza masharti. Nitatunza masharti tu. Malaika alipomtokea mara ya kwanza mke wa Manoa, alipomtokea mara ya pili pamoja na Manoa, hakutokea tena. Nguvu ya watoto wako inakutegemea wewe. Nguvu ya kanisa inategemea kina mama na kina baba waombaji. Nguvu ya kanisa inategemea madhabahu inavyoongoza watu katika roho la kweli. Sio mtu yoyote anayekuja na kusudi jema. Lazima tujue kuna kusudi gani la Mungu kwa mtu huyu. Mungu ameweka kusudi ndani yako. Haijalishi ya kwamba unatokea familia maskini au tajiri, lakini kama umelibeba kusudi la Mungu, timiza masharti Mungu akutumie. Nguvu ya kanisa inategemea viongozi, waombezi. Nguvu ya kanisa inategemea viongozi, waombezi, watakatifu, wanaojali, wanaheshimu, wanayejitoa, wanayejiweka wafu. Nguvu za Mungu zitatembea. Nguvu za Samson hazikutokana na yeye mwenyewe, zilitokana na wazazi waliotunza masharti katika Kristo. Tunza masharti Mungu akuonekanie. Kwa jina la Yesu tumeomba, sema amina. Weka mikono yako miwili juu, niombe kwa ajili yako. Mungu, nasema asante kwa ajili ya jioni ya leo. Nakushukuru kwa neno lako, maana kuna wabebaji wa kusudi lako. Lakini kuna mtego wa Delila, kuna mtego wa Yezebeli, kuna mtego wa Herodia. Kwa jina la Yesu Kristo, kila mtego juu ya wana wa Mungu, kutoka kwa Yezebeli, kutoka kwa Herodia, kutoka kwa Delila, tunavunja kwa jina la Yesu Kristo. Tunavunja kwa jina la Yesu Kristo. Wabebaji wa kusudi la Mungu na washaini. Wabebaji wa kusudi la Mungu na wang'ae. Wabebaji wa kusudi la Mungu na waendelee. Wabebaji wa kusudi la Mungu wawe na neema ambayo itawawezesha wakati wote kuwa bora katika jina la Yesu. Delila tunakukemea. Delila tunakukemea. Delila tunakukemea. Hautachukua maisha ya Samson. Awe yote katika siku za leo. Yezebeli tunakukemea. Hautasababisha kifo cha Ahabu. Herodia tunakukemea. Hautasababisha kifo cha Yohana. Katika siku za leo, kwa jina la Yesu tunadhibiti roho za Delila, roho za Yezebeli, roho zote za Herodia kwa jina la Yesu Kristo. Kwa maana imeandikwa, nimejenga kanisa langu juu ya mwamba, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Kanisa linainuka. Kanisa linasonga mbele. Kanisa linatamalaki. Na roho za giza zote tunazifunga kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akajidhihirisha katika mwezi wa mwisho wa mwaka huu. Mungu akaonekane juu ya maisha yako. Na ukawe thabiti katika roho na katika mwili. Kwa jina la Yesu, piga kelele, sema amina. Piga kelele, sema amina. Imekuwa. Nasema imekuwa. Nasema imekuwa. Mungu akubariki sana. Naamini maisha yako yana hatua nyingine, yanakwenda hatua nyingine. Na wale ambao wanatufuatilia kupitia Mvua za Baraka, wasisahau kusubscribe, wasisahau kushare, wasisahau kutuma comment zao, maoni yao. Usisahau pia kulike, usisahau kuwajulisha na wengine. Kumbuka kusudi la Mvua za Baraka ni kurudisha maana ya maisha, kuleta maana ya maisha kwenye maisha yako. Maisha yako yana maana kubwa.
na umebeba kusudi kubwa na Mungu atakwenda kukutumia. Mungu awabariki. Jioni njema.